Hii ni Maisha Kamili, tukufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri, tunaendelea na masomo yetu. Leo ni siku ya Jumatatu. Tuna somo zuri linalosema Maandiko, mamlaka. Sasa kabla tujaendelea, tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako kwa upendo wako, na tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Umetuleta tena na umetupa kibali cha kujifunza. Tunamkumbuka mfuatiliaji wa kipindi hiki, na hivyo ndinaye sawasawa na mapenzi yako. Kaa nasi mwanzo hadi mwisho katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Mamlaka. Unafahamu watu ni mamlaka? Haya. Mamlaka yanafanyaje kazi? Kupitia matamko. Mamlaka ni kwamba tamko likitoka kwa mtu mwenye mamlaka ni kwamba lina nguvu na linatakiwa lichukuliwe kama ndio ukweli. Kama ndio ukweli. Haya. Nani mwenye mamlaka ya mwisho duniani? Mwenye mamlaka ya mwisho duniani. Nikupe labda utanizania. Biblia. B, Mungu. Tuseme Bwana Yesu. C, wanazuoni. Ni Yesu. Mungu akubariki. Twende sasa tukaangalie hilo likoje. Timotheo wa pili sura ya 3 15 mpaka 17. 15 mpaka 17. 15 mpaka 17. Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuadibisha katika haki. Hayo maandiko ambayo Timotheo umeyafahamu tangu utoto. Kazi yake ni nini? Kumbe yanaweza kukuhekimisha, ndio, hata upate wokovu. Linakuhekimisha vipi? Anasema na mpaka upate wokovu. Kwanza lina pumzi ya Mungu. Linaweza kukufundisha. Linaweza kukuonya makosa, umekosea. Linaweza kukuongoza. Linaweza kukuadibisha katika haki. Haya sio mamlaka? Ni mamlaka. Kwa hiyo maandiko yana mamlaka. Ndio. Ni mamlaka asili au yanayokainiwa? Kwa nini neno hili ukilisoma unalisoma kwa uzito, unasema haya, hili ni neno lenye mamlaka, linaweza kunifundisha, hili neno linaweza kunipatia wokovu. Mamlaka hii inatoa ni yake tu jinsi ilivyo, au imeatoa mahali fulani? Haya mamlaka yametolewa sehemu fulani. Neno hili kwa mfano katika Timotheo au Luka au vitabu vyote vya Biblia lina mamlaka kutufundisha, kutuonya, kwa sababu ni neno kutoka kwa Mungu. Mungu ndio mwenye mamlaka, na hayo mamlaka amemkabidhi Yesu. Na Yesu katika Mathayo sura 28 anasema nimepewa mamlaka yote. Na katika Luka 24 anasema yote haya yananishuhudia mimi. Kwa hiyo neno hili ukinisomea, anasema Biblia inasema wewe unatii mamlaka, utii mamlaka. Mimi nasema, je, hiyo Biblia inamshuhudiaje Yesu? Maana haina mamlaka yake yenyewe, isipokuwa ni mamlaka ya kumfunua Yesu. Yesu ndio ndio haki yetu. Yesu ndio hekima ya Mungu. Yesu ndio
mwenye mamlaka ya mwisho katika kutuonya, kutufundisha kumjua Baba. Bila hivyo naanza kufikiria, jana tulikuwa tunasoma lilikuwa linazungumza uongo. Shetani anaweza kutumia mamlaka hii ya Biblia kujishuhudia yeye mwenyewe, tumwabudu shetani. Si unakumbuka pale jangwani alimwambia, anasema ananukuma, simeandikwa. Na maandiko yote anayajua. Wewe kama mwana wa Mungu, geuza haya, jishushe kutoka huko juu, simeandikwa. Kwa hata nabii wa uongo anaweza kutumia mamlaka ya neno la Mungu kwa kubaka, kwa kupotosha. Na kweli tunazungumzia mamlaka, tunazungumzia kukua katika mahusiano yetu na Kristo. Na lazima, ikiwa kama tutakuwa, lazima tuone, lazima tumtambue Baba, tuhekimishwe. Na hii ni hifadhi ya mafundisho ya kutuhekimisha, yana uhai wa Mungu, yana pumzi ya Mungu. Na lengo la hekima hiyo tutakayopata na mafundisho tutakayopata, tukirudi kwenye Timotheo wa pili, lengo lake yatufanyaje ili tujue kama tumehitimu na kweli tumejisalimisha kwa mamlaka ya neno la Mungu kama yanavyomwakilisha Kristo. Lengo lake tutakuwa ni watu wa namna gani kama kweli tumekomaa katika tumetiishwa na mamlaka hii. Tutapata wokovu kwa imani. Moja, wokovu; nyingine, amini na kubatizwa, anaokoka. Okay. Tukilipokea neno hili tunaokoka. Sawa. Lingine 17. 17. Ili mtu wa Mungu tutakamilishwa, tutakuwa kamilifu, awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Mtu ili aweze kutenda jambo jema lazima awe kamili. Na huyo mtu ambaye anasoma neno la Mungu ni kiungo cha Kristo. Nani ni Kristo? Nani ni kichwa? Lazima uwe umeunganishwa na Kristo, umeunganishwa na Kristo ambaye ndio mamlaka, ndio kichwa. Kwa hiyo neno la Mungu linatuleta tuwe mtu kamili katika Kristo Yesu. Yesu ndio mtu kamili. Kwa hiyo ukiwa ndani yake, ukilifahamu neno, unafanania Yesu, unakuwa katika ushirika na yeye, unakuwa katika kufanana naye. Mamlaka. Usemi tu wazungu wamesema, neno la Mungu. Mhubiri bwana leo hilo neno amesoma la Mungu, ni neno la Mungu au neno lake. Sikiliza neno, achana na mhubiri mwenyewe, anaweza kuwa na skendo zake. Sikiliza neno. Wewe. Kwa hiyo maandiko ni mamlaka yaliyokaimishwa. Yes. Kutoka kwa Mungu. Yes. Na inapaswa kunyenyekewa katika mafundisho yake, kima yake, ili tuweze kuwa kamili. Rafiki yangu, sijui kama una uzoefu ya watu wanaonukuu wanasema, bwana, maandiko yanasema, maandiko yanasema hivyo, nisikilize. Sijui kama umewahi kupata changamoto kama ambayo tulikuwa tunajadili hapa ya kusema hivi, anazungumza kwa mamlaka ya Mungu anaponukuu au yake mwenyewe? Kwa nini tusiombe hekima tunaposoma neno la Mungu, kutambua mamlaka ya Mungu inaponukuliwa, inapofundishwa, kujua kwamba hapa Yesu kweli ananena? Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo liko hapa kusikilizwa, ili liweze kutuadibisha, tuweze kuwa watu kamili katika kutenda matendo mema uliotuwekea. Sasa libariki neno hili, tupatie mioyo ya unyenyekevu na usikivu, ili tusalimu amri kwa mamlaka hii na kuwa watu kamili walioadibishwa. Sasa mtoto wako ambaye amesikia sauti nyingi, anatamani lakini kukua katika Kristo ili aweze kutenda matendo mema uliyomwekea, kampatie hekima hii na umrudishe kesho, pamoja tuendelee kuchimba namna gani tunaweza kukua katika uhusiano huu kwa kuzama katika neno lako. Libariki neno lako hili na jina lako, kwa jina la Yesu tunaomba, amen. Amen, amen. Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo.
ambapo tumeona maandiko na mamlaka. Kwa hiyo kumbe maandiko yana mamlaka kutoka kwa Mungu. Basi tukutane siku ya kesho, siku ya Jumanne, ambapo tunaenda tena kujifunza somo linalosema ukweli wa Biblia. Usikose, somo zuri sana, ukweli wa Biblia. Karibu sana. Mwenyeji wako ni mimi Geoffrey Omondi, nami ni Enos Makalindile kutoka Temboni, Dar es Salaam. Usikose kesho. Karibu sana. Amen.